Na hapa napandisha mora ni wa Kimasai mpya kutokea Mwanza. Langu jina ni Karashi, Peter Kadashi, kijana wa mzee Ruben Karashi. Wanasema ukienda mahali lazima ujifunze namna gani tamaduni zao zilivyo, vyakula wanavyopendelea, na hii ni moja ya aina ya kiuchezaji ya ndugu zetu wa Masai. Tuko katika wilaya ya Ngorongoro, mkoa wa Arusha, kwenye ziara ya kiaskofu, ziara ambayo inaongozwa na askofu wa Dayosisi ya Kati, Askofu Amos Ngeze Katoto. Ziara hii ambayo ilianza na tulianzia Mtoa Mbu mpaka sasa tuko hapa. Leo tuko kanisa la AICT Pinyinyi, na mengi yataenda kufanyika katika Jumapili ama siku hii ya leo. Miongoni mwa mambo ambayo yatafanyika ni uzinduzi wa pastoreti hii teule ya Pinyinyi, ambayo askofu ataenda kuweka jiwe la msingi, lakini pia kuweza kutambulisha sasa jina rasmi na majukumu ya pastoreti hii, sambamba na kuweza kuwawekea wakfu viongozi ambao wataenda kufanya kazi katika pastoreti hii, sambamba na kuelezwa katiba yetu ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania inaeleza nini, ni yapi ambayo yanafaa kufanyika kwa viongozi wale ambao tayari wanakuwa wamepewa hadhi ya kuwa na pastoreti. Sambamba na hilo, tutashuhudia neno la Mungu kwa mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa ameandaliwa kuhakikisha kwamba tunafuatana na yale yote ambayo yatatokea na yatafanyika hapa katika kanisa letu hili la AICT Pinyinyi. Na baada ya hapa, msafara wa askofu wa Dayosisi ya Kati utaenda kufanya ama kuweka jiwe la msingi katika nyumba ya kichungaji ambayo imejengwa mahali hapa. Hiyo itakuwa ni sehemu ya pili, na ungwe ya mwisho kwenye matukio ambayo yatafanyika leo ni kuweka jiwe la msingi ama kuweza kufungua pia local church ya Ndinyika, ambayo ni miongoni mwa yale yote ambayo yanafanyika kwenye ziara hii. Ziara hii ni ya askofu wetu wa Dayosisi ya Kati akiwa na viongozi wenzake, akiwemo katibu wa Dayosisi ya Kati, mchungaji msaidizi wa askofu Dayosisi ya Kati, lakini pia mwenyeji wetu ni kiongozi wetu wa idara ya Injili na misheni ambaye pia ndiye mkuu wa jimbo la Karatu, mchungaji Emmanuel Shirikale, pamoja na ndugu zetu kutokea huko Marekani. Endelea kulambaza nasi wewe ambaye unatazama Inland Television. Langu jina ni Karashi, nyuma ya kamera niko na Njosa the Great. Hii ni miongoni mwa yale tu ambao unajifunza kutoka kwa Mola wa Kimasai. Jema na Ndinyika. Ndinyika. Kwa ni vizuri mzifahamu hizi local church. Baraza la Pastoreti ya Antiokia Pinyinyi litakuwa na kamati zake year 2018, na ikianzishwa kutoka katika pastoreti ya Barai. So it was established from Barai Pastorate. Wakati huo ikiwa ni Mwedageu makao makuu. By that time the headquarter was in Mwedageu. Baba Askofu, ukiona mbele yako ule mti huwa hapo wa kimvuli wa kijani. In front that tree with that shadow. Chini ya huo mti ndio tulikuwa watu wawili. I want to thank you. Asante. Thank you. Nuru ya Injili
Baada ya kuhitimisha kwa ibada yetu katika pastoreti hii, ilikuwa ni pastoreti teure, lakini sasa ni pastoreti rasmi ya tumetoka kwenye jina la Pinyinyi na sasa tunaenda kwenye jina jipya la Antiokia Pinyinyi. Ndivyo ambavyo tunahitimisha, na safari yetu sasa inaelekea kwenye uzinduzi. Kama tulivyozungumza na tulivyokueleza toka awali, baada ya kutoka hapo kanisani, sasa ni uwekwaji rasmi wa jiwe la msingi, na anayefanya tukio hili ni askofu wetu wa Dayosisi ya Kati, Askofu Amos Katoto Ngeza, ambaye anatuongoza kwenye ibada hii ya uwekwaji wa jiwe la msingi la nyumba ya kichungaji. Na tulipoona kwamba kazi hapa ni mpya na watumishi wanahitajika, makanisa, majengo yanahitajika, basi Mungu aligusa moyo wangu kwa kuahidi kwamba basi sisi tutawasaidia, tutajiunga pamoja nanyi katika kazi hii. Kwa hivyo tunashukuru sasa kuona mafanikio ya haya, tunapoona jengo hilo hapa pamoja na majengo mengine. Kwa nafasi ya kushirikiana nanyi ni baraka kwa kanisa letu la nyumbani pia. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa haya. Asante. Amen. Makofi. Baada ya kuhitimisha uwekwaji wa jiwe la msingi, na sasa tumefika kwenye Local Church hii ya Ndinyika, Local Church ambayo imejengwa kwa ufadhili wa kanisa la Hawthorne Gospel Church kutokea Marekani, ambayo iko chini ya Pastor David Switch, ambaye wote kwa pamoja wameshirikiana kwa karibu na kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania kuhakikisha kwamba watu wa mitaa hii ya Ndinyika wanamtukuza Mungu na kupata injili iliyo safi, injili ambayo haijagoshiwa. Baba Askofu pia na hapa anaenda kuweka jiwe la msingi la kanisa hili. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Amen. Makofi kwa Bwana. Miaka miwili iliyopita nilitembelea hapa pamoja na mchungaji Shilikale na tulisimama kwa mzee fulani. Mzee mmoja. Sijui kama yupo. Mwalimu mmoja yuko wapi? Hayupo. Mwalimu mmoja. Mwalimu mmoja. Basi mwalimu mmoja. Acha tu. Tulisimama kwake na walikuwa wanafanya ibada chini ya mti. Nadhani tulikuwa watu 5 tu. Tukakaa, tulishirikiana pamoja, tulimwabudu Mungu kwa pamoja. Na alafu baadaye kwenye mazungumzo nilisema, sasa kanisa liko wapi? Na walisema hatuna. Nilisema watu watakuja kama kuna jengo la kanisa. Alisema watu watakuja wengi kama jengo lipo. Kwa hivyo niliahidi kwamba kanisa la Hawthorne Gospel Church itajenga kanisa kwa ajili yenu hapa. Amen. Sasa ahadi ni nini? Ni deni. Ahadi ni deni. Kwa hivyo sasa ni deni. Nilipeleka deni ile kwa kanisa letu la nyumbani pale, walikubaliana tushirikiane kwa pamoja. Bado nina shida sababu sina njia ya kujenga kanisa nikiwa wapi? Marekani. Nilihitaji msaidizi. Haikuwa nani? Shilikale. Sasa Shilikale ndiye alinisaidia kujenga makanisa haya pamoja na majengo. Ni huyu hapa. Tulisimama kwa nyumba yake. Ni yeye ambaye alinitia moyo kwa ajili ya kusaidia upande wa kazi hapa. Asante mzee. Asante. Katika maisha yetu. And believe him in our lives. Kwa tumshangilie Bwana Yesu tena let's clap to Jesus. Asanteni sana. Thank you all. Sasa ninaomba nifungue huu mlango na kutulia ili waweze kusikiliza neno la Injili lihubiriwa kwao kwa njia mbalimbali
kuhubiriwa kwa njia ya kwaya, tutakapokuwa tunainua sauti za kwaya zao na kuusifu. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Morani, ni mwinjilisti mwanafunzi katika chuo cha NASA Theological and Technical College. Namshukuru Mungu kwa kupata neema ya kuunganika na ndugu baba askofu katika ziara yake ya kutembelea maeneo ya kimisheni huku Masaini, pamoja na mwenyekiti wa jimbo la Karatu mchungaji Emmanuel Shetkale. Namshukuru Mungu sana kwa sababu kupitia huu huduma nimeweza kujifunza mambo mengi na nahisi itanisaidia katika huduma yangu. Mtazamaji wa Inland TV, na hapa ndivyo tumefika kaditama, yani tumefika tamati ya ziara yetu kwa siku hii ya leo na shughuli nyingine nyingi ambazo zimefanyika hapo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutukilimia hidayah ya uzima na kuwa pamoja na sisi kwenye matukio ambayo tumekuwa nayo kwa siku hii ya leo. Asante sana askofu wetu Amos Ngeze Katoto, askofu wa Dayosisi yetu ya Kati, lakini asante sana mwenyekiti wetu wa jimbo, lakini pia mkuu wa idara ya Injili na misheni mchungaji Emmanuel Shirikale, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wamefanya vizuri sana kwenye msafara huu, lakini pia ziara hii ya kiaskofu ambayo inagusa katika maeneo ya misheni. Shukrani pia kwa watu ambao tumeambatana nao, akiwemo mkurugenzi na mratibu wa huduma za watoto katika jimbo hili la Karatu, ndugu yetu Innocent Bruno, lakini pia asante sana kwa mwinjilisti mwanafunzi kutoka chuo cha Bible Theological College ambaye huyu ndiye anatusaidia kutafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kimasai, kutoka Kimasai kwenda Kiingereza, ndiye ambaye anatusaidia hapa, mwinjilisti Emmanuel Moran. Lakini asante sana kwa dereva wetu Emmanuel Masai, wote hawa wanatusaidia ziara hii iweze kwenda vizuri. Shukrani dhati kwa ndugu yangu mpiga picha wetu kutoka Inland TV, Njosa the Great, langu jina ni Karash Peter Karash, kijana wa mzee Ruben Karash. Unatazama Inland Television, TV ya kanisa la AICT. Wakati ni sasa.